Kakangu gani? Wewe unamfahamu kakangu? Namzungumzia Steno. Ni rafiki yangu, tumesoma naye chuo. Kwani hakukwambia? Hapana. Hajaniambia kuhusu wewe, ila yupo nyumbani. Habari za saizi kaka. Wewe habari za saizi unazijua? Haya, unaelekea wapi huko? Sawa huko kaka, mimi nilikuwa naenda hivi. Ndio, unaenda wapi huko? Chini huko unaenda wapi? Kaka mimi. Sawa. Nimeshajua. Kumbe mimi huwa nikitoka nyumbani nikiingia kazini na wewe unaingia kwenye mishi zako, si ndio? Kwa hiyo unaenda kutafuta mimba ya lazima. Unaenda kudanga? Haya, naomba unieleze unakwenda wapi? Kaka mpaka huko tunafika kwamba nimeenda kudanga. Mimi nishakuwa malaya sasa hivi. Kaka wewe unauliza bwana. Mimi nilikuwa nataka kwa kina Zufa enda kumuona anaumwa. Sitaki ujiume, ongea, nyosha sentence nikuelewe. Unakwenda wapi wewe mpumbavu wewe? Unaenda wapi? Kaka mimi ngoja kumuona Zufa kwa kanipigia simu kaniambia kwa anaumwa. Sasa ninaomba unisikilize kwa umakini. Kuanzia leo unabadilisha ratiba. Sawa? Ukitaka kwenda sehemu yoyote ni lazima unipe taarifa hata kama unaenda nyuma ya nyumba. Kama sipo, nyanyua simu nipigie, tuma meseji. Nikiukatalia hakuna kutoka. Na ukisema unatoka na kuvunja miguu mpumbavu wewe. Haya, geuka turudi nyumbani. Basi kaka basi dakika 3 tunaenda usichelewe. Haki ya Mungu, dakika 3 tu. Mimi naongea lugha gani hapa? Nimeongea Kiingereza, Kichina, nimeongea Kiswahili fasaha kabisa, nadhani umenielewa. Geuka turudi nyumbani. Liona kule na lompa kama mchawi chiki midavu yake ilipomkaa. Ongoza twende nyumbani wewe mpumbavu mmoja wewe. Ai, eti midevu. Midevu mimi ndo ninayekulisha. Mimi sasa hivi ndo kama baba yako. Na yote nayazungumza ni kwa sababu ya kwamba najua hakuna wanaume sasa hivi ambao wanalea, wanajua kuchezea tu. Eti unaenda wapi si kwa nani unaenda kumuona? Unaenda kumuona nani wewe? Mimi unafisi juu? Yaani ulikosenyea kuni mimi ndo nimechunia kamba, kwa hiyo kunidanganya chochote. Bafu mmoja wewe. Kwanza mimi mwenyewe hapa nina swala langu. Kwa hiyo nataka urudi nyumbani. Nimetoka huko Biasimini yenyewe kanichanganya. Hataki kunisaidia kuhusiana na dawa yangu nayo unaanza kunivuruga. Kwanza mwenyewe dawa yangu ndio umeipoteza mpumbavu wewe. Ngoja nikufuate. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa? Alhamdulillah. Sasa ndugu yangu, kwani hujafika nyumbani katia tabaraka kidogo? Katika utaratibu wa dini haupo hivyo. Mbona hata hapa nimefika nyumbani kwako? Sijaingia tu ndani. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Ujio wangu bwana mimi ni mwema kabisa. Nimekuja hapa kuhusu lile swala lako. Nilibahatika kuongea na dadangu. Nimeongea naye, nimemuelekeza. Aliomba tu nimpe muda. Nikampa muda lakini hakukawia sana. Akawa ameniletea mrejesho. Na mimi nikaona kwa haraka sana nikurejeshe mrejesho wako. Dadangu bwana amekubali kuingia kwenye ndoa na wewe. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bwana, hili jambo nilikuwa nalililia kila muda. Hata hivyo nimemwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala sana ili jambo hili liweze kupita. Kwa nafurahi. Mimi pia nimefurahi sana. Yaani katika watu ambao nimefurahi mimi pia nimefurahi sana kwa sababu yule mimi ni mdogo wangu. Na tuko wawili tu kama unavyotuona. Hivyo wazazi wetu waliniambia kwamba nihakikishe anakuwa kwenye maadili mema, nihakikishe anaenda kuwa dada bora. Kwa hiyo ubora wenyewe sasa mimi nishautengeneza kwa upande wangu. Kilichobaki ni wewe. Sasa nakwenda kukukabidhi dadangu, nahitaji aende kuwa bora zaidi ya vile alivyokuwa bora kwangu.
aende kuwa mtu wa dini, abadilike, hawe mtu mwingine kabisa. Nadhani hujakosea. Ni kweli kabisa, ndio inavyotakiwa, kwa sababu siku ya kiyama tutaulizwa kile ulichokichunga. Na mimi ni kama mwalimu kwake sasa. Nadhani atanyoka katika njia ya unyofu. Utaratibu uliobaki sasa ni swala la posa. Au unasemaje bwana shemeji? Sasa hapo tutakosana. Usiniite shemeji aliyakuwa bado hujakamilisha jambo lolote lile. Hapa ndo tunautengeneza ushemeji sasa. Cha kukazia tu, mdogo wangu bwana anapenda sana kula. Na sio tu kula, yani anapenda kula vichips hivi, vikuku, na ndio maana unaona na wili hivi anatoka kamwili kale, ni mimi huyo. Sasa zamu yako. Naomba dadangu akija hapa asikonde. Vichips nini? Au sio bwana shemeji? Bwana usijali. Viazi vitanunuliwa sana. Kama ni chips tu. Mbona atazidi kunawili. Basi limeisha hilo. Mimi nadhani ungenisindikiza. Ondoke. Umenipigia simu ghafla na umeelekeza nije mazingira haya. Shida nini na unalia? Mama amenipiga. Tena kanipiga bonge kofi. Yote tiki sana kutetea wewe tu. Mimi hata sioni kosa langu liko wapi. Eti chumbani kwako tusifike. Na hata sebreni pia tusisogelee. Sasa sisi tutakuwa tunakutania wapi? Lakini hicho kitu kisikufanye wewe ukapitiliza hadi kuingia kwenye stress kama za kuja kujitenga huko. Isitoshe umekaa kwenye ukuta wa mtu hapa. Aya, kitoka mwenye nyumba ukuta umekaa hapa inakuaje? Atakuchukulia vibaya. Lakini kitu kingine, swala kukupiga wewe haimaanishi kupendi mama yako. Na mimi najua kabisa mama yako unampenda, si ndio? Kwa hiyo pengine katika kujibizana hapa na pale umemjibu kwa hasira. Na akapata gazabu akaamua kupige. Hata kama kiepe, sio anipige. Hakuna kosa ulilofanya mpaka afikie hatua kunipiga. Mambo gani sasa? Sasa! Mjambo wewe. Sasa! Vipi mwanangu? Mzee, mimi na safari yako shakuwa inaanza kwa ngumu. Kutoka na vipi unajua? Hatujaanza kufika hata hiyo safari yako huko tunapokwenda. Tunaanza kushambuliwa na nyuki. Mzee, kaa vipi mbona uniache tu hapa hapa. Kwenye kibegi mimi kuna mazingira yangu. Tusionane na nyungu alafu ikawa mambo kibao hapa ukanikimbia mzee. Kwa mwanangu umeforget kwa ajili ya nyuki au sio? Leo unachukulia pote kwa ajili ya nyuki. Sikia mzee wangu. Safari tutaenda mzee wangu. Ile nginja lele. Tunaondoka. Kutoka na vipi? Itikeli zangu tena ushazijua. Na unajua mimi nafanya biashara gani. Kwa hiyo nikikuacha wewe utaenda kunichoma. Mjombangu tunaondoka. Jagama tusonge mbele. Mtu alazimisha kazi ya kufanya mzee wangu. Shanisoma sijui. Wewe niache hapa mtaani. Nitaenda kuiba mwenyewe akiniua baridi za mwezi 40 sasa. Blaza sema mambo gani wewe unashikana wewe? Usipige kama mwanangu wewe. Ni sawa unachokizungumza, lakini mimi naomba uwe muelewa tu. Msamehe mamako, maisha mengine yaendelee. Kwa sasa wewe ndio faraja yangu. Tabasamu lako ndio kila kitu kwangu. Kwa zikipita hata dakika kadhaa wewe upo umenuna, mimi nakuwa sipo sawa kabisa. Kurudi kwa hali yako ya kawaida. Niza. Sikatai yule mwonesha wivu ndiye mwone mapenzi ya kweli kwa mwenzi. Cheka basi. Cheka bwana. Najua unanipenda. Ndio maana nafikia sehemu wewe na mama yako mnajibizana basi na naelewana.
futa machozi tuondoke twende nyumbani. Sitaki, labda unafute wewe. Ushaanza mideko. Unataka ufanyaje? Najua nataka ujiaminishe kwamba jinsi gani unavyonipenda. Naamini kwa usifanye hivyo. Okay. Nikonyeze basi. Twende. Tabasamu lako jua linapozama, nafsi yangu inaamka inaruka, hakuna mwingine kama wewe. Mwanangu, nimefanikiwa kuongea na baba yako. Jibu alonijibu mengi sana nitayapata kwako. Kwani kuna nini kilichotokea? Ni kweli mama. Baba anapitia changamoto nyingi sana. Nadhani unaelewa. Nilijaribu kumsaidia kwa uwezo wangu na kumwomba nikabidhi mikoba kwa hiari yake, lakini alikataa. Nikaamua kujiongeza, nikaenda mizimuni na kuomba msaada. Wakaniahidi watanisaidia. Walinipa sharti ambalo nitakiwa nilitimize. Ila mpaka sasa sijatimiza kulingana na sharti walionipa, lina muda. Hivyo nasubiri tu muda ukifika basi nitatimiza hilo sharti. Na ninaamini nikitimiza basi nitamsaidia baba yangu. Kojega likapata mtoto. Hata mimi natamani ningekuwa na mtoto kama wewe, unapambania matatizo ya babako, ningefurahi sana. Lakini ninachokusii, pambania hali ya babako. Nimekuelewa. Na nitampambania baba yangu mpaka hatua ya mwisho. Sawa, jitahidi kwa sababu yule ndo tunamtegemea sisi kwenye kazi zetu. Haya mwanangu, kwa heri. Baba, kumbe upo huku nje. Nimekutafuta ndani kote sijakuona. Sasa kwa nini umekuja kukaa nje baba yangu, na hali yako bado haijakaa sawa? Na ukiangalia hali ya hewa, mvua muda wote itanyesha baba yangu. Twende ndani. Hali ya hewa kitu gani? Unajua jinsi ninavyoumia mimi katika moyo wangu. Nimejifunza uchawi takribani miaka 25. Anakuja kunishingua mtoto mdogo kama yule. Kisha kaka mirefu yake sijui kitu gani anakuja kunifuruga mimi. Alichonifanyia kinaniumisha. Usitake kunifuruga, uniache. Sawa baba yangu, walimwengu ndivyo walivyo. Wewe hali yako bado haijakaa sawa. Hali yako kishakaa sawa, una maamuzi ya kumfanya lolote au ya kuwafanya chochote. Ila kwa sasa twende ndani baba yangu. Koja gani mwana Shibaro Chipeti. Nimekwambia hondoka ndani, niache nitafakari nifanye kitu gani. Lakini baba, mimi unisikilize kabisa. Angekuwa dada Tuki ushamsikiliza. Konde ni mama. Naona kadi koko wewe. Hondoka. Mimi naendelea kutafakari ugonjwa wangu, wewe unakuja unaniletea mambo ya ovyo. Ni pale banitange. Ngete kujaga lenyai. Wengine banikema pindi. Mimi ino yaimba. Unganga katingule. Kunoga kuntauna mundu.
Waise kwa ubaya mwanangu. Ndani na watu wawili alafu ile stoshi langu ndani hakuna ujue. Unajua miguu sitaki tukapigizana kelele hapa. Huko tulipotoka ushanichanganya na magazabu yangu. Wewe nenda katafute lako vizuri. Sasa mimi nichukue lako nini wakati tunaishi wawili huko ndani. Hebu acha pigo za ajabu mshamba nini wewe? Wameshasangaa ndani moto ila sijaiona afu nakuelekeza unachukulia vipi? Mwanangu kuna nsela nunda mwanangu kacha kumbe mwanangu nafagilia mapenzi Sharukani au sio? Mtoto kishtobe ni unaona atakaje mpaka. Oh baridi tu. Oya boy, huu ndo mwili mdogo afu nguvu za tembo. Kiendelea tena kunikadiria na lamba sikio hili. Kinega wewe. Mtoto mdogo achezea mbavu changa. Kaja. Imechafuka, mioyo imepotea. Afande. Heshima yako afande. Samahani, hujanitikia labda kutokana na stress vya kazi, pole na kazi, ila tu hapo na maongezi kidogo na wewe. Naomba labda tukae hapa hivi. Tunaweza tukaongea hata hapa. Yaani hapo wewe hata usiniogope, umeona mimi tu ni mtu mwema, umeona raia tu wa kawaida. Kwa hiyo mazungumzo vyangu ni virefu. Kwa hiyo kama tu wewe ukiwa kama ndio nyinyi watetezi, nisikilize tu mimi mnyonge. Come on. Hapo niseme kwanza kumlazi afande, umeona? Yaani mimi nimekuja kule ofisini. Kila kitu nikikiangalia hivi pale dirishani. Naona vikauzo tu zaidi ya dagani. Nikasema viwezi vikasikiliza mimi shida yangu kutokana na viunyonge vyetu, umeona? Bahati nzuri Mungu sio Asumani wala Jacob, wala sio gude Mungu. Nikakonda afande wewe huyo kiatu. Unatembea sio ulikuwa unaenda uani hivyo. Nenda kwenye pointi, maana umeniita hapa na unazungumza tu. Niko nje ya muda. Ulichonitia hapa ni nini? Nilichokuitia hapa ni mdomo, lakini ndio unisikilize sasa, umeona? Wewe unafikiri kuacha mafande yote hao nikakona wewe? Si mimi na imani na wewe. Ndio nipe muda, umeona? Baada ya kuja huku mimi kama kufuatilia ili nikuelekeze mimi ambacho kinanisibu. Hapa kuna ndugu changu kimoja kinaitwa kikatalisti, umeona? Kamechekechwa dishi lake limeyumba kidogo, umeona? Sasa labda ndio hivyo maelekezo yake. Sijakuelewa, dishi lake limechekecha ndio nini? Yaani nyoosha maelezo nikuelewe. Kumbe nilikuwa sijakuelezea hapo hivi. Yaani kuna ndugu zake wanatakiwa wakaijie, umeona? Sasa mimi kila nikiangaika kwenda kukakamata, umeona? Kana tuchoropoka sometimes kameshanipiga mimi hapa jino, nikapata fanga tu. Sio nani mimi sio afya yangu hii bonge. Kwa hiyo hapo mimi nahitaji msaada wenu kama serikali mkatusaidia, labda kataogopa hata vimagwanda. Tunajua tena. Mshirika, mimi nikushukuru sana kwa hicho ambacho umenifanyia. Nimekuja kuchukua mwali wangu na kurudi naye nyumbani. Nashukuru kunipa shukrani zako. Mwali wangu, uko unakokwenda nyumbani, usifanye kama ulivyofanya. Nenda kafanye kazi zote za ndani, umfanyie mumeo kazi nzuri, apendeze, sio mwache lafulafu. Osha vyombo, mpikie chakula kizuri, mfanyie usafi wa kila aina. Wewe ni mtoto wa kike, nimekuona hapo muda mchache tu ni mvivu. Punguza uvivu mwanangu. Lakini pia nimekupatia na hizo ndala zikulinde kwa jua na miba huko nakotembea, kwa sababu nampenda Swaiba wangu, na wewe pia. Tena wewe ndo kabisa umeingia ndani ya moyo wangu kwa kumtunza huyu Swaiba wangu. Nakupenda sana mke wangu. Nadhani umesikia maneno ya Bi Yasmini. Huyu ni mshirika mwenzangu. Fuata maneno ambayo amekwambia huko ndani, japo sijui ni maneno gani. Haya, hebu mshukuru kwa maneno mazuri ambayo amekwambia. Mume wangu, umeniwahi tu, ila nilikuwa nataka nimshukuru. Shukrani mama. Nimezipokea shukrani zako, ukafanya kama nilivyokuambia.
Mshirika, acha sisi tuende. Safari njema mshirika mwenzangu. Huyu mzee anakuelekea ni hatari. Sawa, nimekusikiliza ulichokiongea. Kwa hiyo wewe unataka msaada gani? Yaani ipo hivi, kuna ndugu zake wanatokea Kigoma wanakuja, umeona? Natakiwa wakifika, niyo tayari mimi nimechaka kamata, nimekafunga kamba. Sasa ndio hivyo sisi tunashindwa kama nilivyokuelekeza hapo mwanzo. Ndio nyewe mnisaidie kama serikali, kwa sababu mpo kwa ajili ya kutetea haki ya wanyonge. Masabu walio kachekecha dichi ndio tayari wanacheka meno meupe. Kwa ndio hivyo. Basi sawa. Ila kwa sasa hivi kuna document nimekuja kuzifuata nizipeleke ofisini. Kwa hiyo wewe kesho utakuja saa 4. Kwa sasa na majukumu ya kiofisi. Ngoja kwanza, ngoja wewe. Wewe afande unanichukuliaje? Nakuzo unanichukuliaje wewe? Yaani mimi kuacha wale wote kwa hapa mashtaka, mimi najua kabisa wewe utanisaidia afu naenda kuniruka. Kwa hiyo mtu auawe sasa. Sina muda wa kupoteza hapa. Kwa hiyo umeamua kuitusi serikali. Yaani mimi kusimama hapa kukupa heshima inakufanya wewe unapanda juu. Nani afande, nishakuwa mpole. Wewe kama ni document wewe kazichukue tu huko, ukipata muda umeniambia nirudi kesho. Tutakuja kesho mida saa 4. Hivi kwani labda mimi kosa lako limekuja kuwa wapi? Sisi kama wanyonge inatokea tukiwa na shida, je, serikali tusaidie? Alafu tena unanipiga tena vibashuti kweli? Labda tu kata we katalisti, wewe una shida gani? Wewe ni wakunifanya nateseka hivi nashinda kufanya mimi mambo vyangu kwa sababu yako. Sawa, hata kama mnyonge ni haki yake mpeni, lakini tayari yake nimeshadhulumiwa na nyongwa kila muda. Nani serikali? Mimi nitakuja na mkinizungusha tena nalala hapa kituoni hadi kile. Dalili za mvua imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.